Karibu mwanamichezo kupitia Galaxy Media, sehemu pekee ambapo unapata tondoti ya kinifu wa taarifa nzuri kabisa za kimichezo, na hii ni mara baada ya mambo kuwa si mambo, mara baada ya Simba kutoridhishwa na taarifa ambayo ameitoa afisa habari wa Young Africans Ali Shabani Kamwe kuhusiana na mechi yao ya dabi ya Kariakoo kuhamishiwa visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex. Kwa sasa wanauita Guantanamo Bay, lakini pia siku ya jana kuibuka kwamba hawana shida ama wanahitaji kufahamu Momo Damaro ni raia wa Tanzania ama ni Ivory Coast. Hii ipoje? Nikasema acha nizungumze na shabiki na mwanachama wa Wekundu wa Msimbazi Simba, Mzee Mwaipaya, na mwenyewe. Wengi wanasema Simba wameanza kutua taharuki, kuogopa mechi. Maneno ni mengi, Mzee Mwaipaya. Uwezi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama kabisa hapa siku ya leo. Ni siku ya Jumamosi tulivu kabisa. Kama unavyoona hali imetulia kabisa hapa. Na vile vile napenda kuwaondoa hofu watu ambaye wanazidi kutawanya maneno kwamba klabu ya Simba inaogopa mechi. Klabu ya Simba haina hata hofu ya mechi aina yote katika dunia hii hapa, sio katika nchi, katika dunia hii hapa. Klabu ya Simba sababu ipo kwa sababu ya kucheza mpira. Hatuhofii mtu wa aina yote, hatuhofii timu ya aina yote, isipokuwa huwa tunahitaji zaidi kanuni ziwe zinatekelezwa. Maneno baka hapo. Tunahitaji kanuni. Siwezi kuwa na Anesant tulia kwanza, siwezi kuwa na Anesant Oula nikaogopa mechi. Siwezi kuwa Libase Gueye ambaye kikosi cha Yanga thamani yake hawamfikiri jamani nikaogopa mechi. Yaani wewe mwenyewe unamaliza maneno. Sawa. Ndaogopa vipi mechi? Sawa, ninachotaka kujua ni kwamba nyie shida yenu hasa ni nini? Ni taarifa kutolewa na Ali Kamwe ama ni kitu gani mpaka mnaanza kurais na kuzungumza maneno mengi mitandaoni? Kwa sababu bodi ya ligi wanasimamia kanuni. Na hisi ilishatoa tahadhari mapema kabisa. Tena nilimwambia hata mwenyekiti wa bodi ya ligi ambaye nilimuona yuko Morocco na timu ya Azam. Yaani nisikilize. Na nikazungumza kabisa, nikaona kwamba kuna kitu ambacho hakiko sawa. Kwa sababu ukishakuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kidogo unaachana na hizo habari za huko upande huu na kwenye timu. Kwa sababu hiyo timu na yenyewe hiyo iko katika nini? Katika ligi. Nilitoa tahadhari mapema zaidi. Kabla ya kutoa tahadhari mapema zaidi, limekuja kujitokeza ile la Ali Kamwe, limeendelea kuzungumzia hizo habari hizi. Yeye anazungumza kama nani? Ni msemaji wa bodi ya ligi au ndio mtu wa taarifa wa bodi ya ligi? Yaani tunataka tujue pale. Jibu lake alilotoa katika swali hilo alisema kwamba anazungumza kama afisa habari wa Yanga na ni lazima aseme watu wajue kwa sababu yeye amepewa hayo mamlaka na klabu ya Young Africans. Anazungumza kama msemaji wa Yanga. Lakini itakiwa azungumze kama msemaji wa Yanga wakati taarifa ya bodi ya ligi imeshatoka. Lakini akasema pia kwamba mchezo ni wa kwao, wao ndio wenye kupanga wapi uchezeke. Sikilize kitu kimoja basi, hakuna kanuni. Wangekuwa kama anasema kama nani umesia wenye kupanga kwa nani kuchezeka, wasingekuwa nani wana club license katika kufuata sheria za FIFA, CAF, TFF na bodi ya ligi. Wangekuwa wanajiendeshea tu mpira. Kwanza Yanga wangeamua kuwa mabingwa, yani mpaka kama sio unasema wenyewe kama hivi. Wangeamua kumaliza hata ligi kama mabingwa. Sisi yani sio naamua. Lakini kuna kanuni. Tunachozungumzia kuna kanuni iko kwenye bodi ya ligi. Inazungumzia kwamba hata kama kuhamisha mchezo labda uende sehemu nyingine, labda kuna kitu kimetokea, lazima siku 21 vilabu vinaotaka kucheza ule mchezo ule vipate taarifa. Sasa siku 21 zimetimia katika ombi lao. Wakati mashindano haya ambayo wanasema kwamba kwa sababu wanasema uwanja wa Mkapa una shughuli nyingine. Tunajua kule una shughuli nyingine, sababu tarehe moja kuna mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu, umeelewa? Lakini kuna habari huwa zinatoka kwanza kwa sababu hata hao wenye mashindano yao ya Qur'an hao walisha booking ule uwanja zaidi ya miezi miwili. Umeelewa mpaka hapo? Wakati ratiba ya ligi imeshatoka. Sasa inakuaje kutolewa tu yani kuto kufuzu tu kwenda huko kwenye klabu bingwa imekuwa shida sasa pale. Na kuuliza wewe sasa kuna mechi ya klabu bingwa, achana na mechi ndogo. Sisi tunachukua kama mechi ya Lipuli. Mechi ya Yanga na Simba kama mechi ya Lipuli. Tumeelewa? Kwa sisi watu wa Simba. Mechi unaweza kwenda kulipiza kisasi unasema kawaida. Kama Lipuli tumechi yani wala hatuna hofu. Ndio maana nimekutajia uwezi kuwa na Libase Gueye ukamogopa nani mchezaji gani. Kawaida historia inawaumiza. Historia kwa sababu kuna mambo makando yapo, umeelewa? Ndio maana huwa tunasema kila siku. Kwa nini inapokaribia dabi? Kwa nini kuna inazuka sitofahamu? Sitofahamu mmeianzisha nyinyi. Hatufahamu, yani sisi kanuni ya bodi ya ligi si ipo.
siku 21 kabla ya nani, kabla tukio la nani. Kama nyinyi mnasema kanuni ipo, kwani bodi ya ligi ya wazioni hizo kanuni wakatoa hiyo hukumu? Mbona wamekaa kimya? Hao na akili ya bodi ya ligi unavyoona. Wewe unaona ana akili hasa wanaendeshwa na nani na Yanga. Na ndio maana tunapigia kelele kila siku. Yaani kwa sababu hawana kosa. Yaani kwa sababu madaraka ya huyu NGNS ndio yanakuja kuharibu mpira Tanzania. Kwa sababu kwa watu wasiofahamu kama bodi ya ligi, na ndio maana nimemwambia hata yule mwenyekiti yule wa bodi ya ligi, na ikiwezekana ajitathmini angalie, kwa sababu namjua Steven Muguto alikuwa ni mwenyekiti wa Coastal Union, lakini alivyochaguliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi tuliona mambo yake na Coastal Union yako mbalimbali, kwa sababu lazima aendane, na kwa sababu huwezi kuwa yani utawala bora, maana utawala bora ni kimi unaacha kimoja na kwenda kingine. Nakupa mfano, Crescent Magoli alichaguliwa kuwa makamu wa rais kipindi cha Led Gatenga, aliacha kuwa mwenyekiti wa kamati ya usajili ya klabu ya Simba na akasema siwezi kuitendea haki nafasi kwa sababu bado nitakuwa na cheo katika Simba. Lakini mbona Steven Mguto alichaguliwa, alikuwa mwenyekiti wa bodi ya ligi na alikuwa bado yupo kule katika klabu ya Coastal Union? Mbona mwanzo hamkuzungumza? Nisikilize kitu kimoja, yani wewe ulikuwa na wahoji watu ambao wenye miamko hawajui hata historia. Msia maiki zenu wewe mnaleta kwa watu ambao wana historia. Sio unaona mtu kashakunywa nani kashakunywa. Jibu swali Mwaipaya. Swali langu ni kwamba Steven Mguto alikuwa ni mwenyekiti wa Coastal Union. Lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi. Na ndio ngoja nisikilize. Na ndio kanuni inavyosema. Lakini inapokuja swala sasa la maslahi ya bodi ya ligi, haumkuti Mguto yuko kwenye Coastal Union. Vikao vingi zaidi vilikuwa vinafanywa na makamu. Sio yeye, sio Mguto. Mguto yuko kwenye bodi ya ligi. Ndio maana nimesema vipi? Nimemuona nani si mwenyekiti wa bodi ya ligi Moroko kule. Na tuliona mechi ya Azam na Simba, tuliona hapa imechezeka hapa. Waandishi wa habari kwa sababu sisi tunatumika sijui mkaanza kumwataki Alassane Kante pale kafungiwa mechi 5, lakini mlishinda kuangalia, alafu alizo kocha Imidimau kacheza alafu zaidi ya 18 pale. Hajapewa hata kadi hajaona. Ni kwa nini nyinyi mnalalamika swala la uwanja? Tumelalamika kwa sababu kanuni, yani ndarudi kule kanuni imekiukwa. Itakiwa klabu ya Simba ipate habari siku 21 kabla ya nini. Nani kakiuka hiyo kanuni? Nani? Bodi ya ligi. Kwa hiyo hapo Yanga hahusiki, si ndivyo tunakubaliana? Upekepeka huyu Ahmed alikamo huyu, umeelewa? Ni ile kuja kuchukua vitu vya ndani kuvitoa ndani wakati hana mamlaka hayo. Mamlaka angesubiri bodi ya ligi waseme, afu ndio waseme. Kilichowauma nyinyi ni alikamwe kutoa taarifa. Tunachozungumzia kitu kimoja basi, huu mpira unaharibiwa. Sisi tunataka kulinda brand ya mpira Tanzania. Umeelewa? Na ndio maana angalia tu mfano mdogo, klabu ya Simba imetoka kwenye mashindano, timu zote zimeondoka. Kwa hiyo bado inakuonesha kwamba klabu ya Simba ndio baba la mpira Tanzania. Tusipolinda hizo chokochoko itakuwa shida. Umeelewa mpaka hapo? Na wewe jiulize tu, kwa nini si hatuogopi ya nani? Hatuogopi dabi hata siku moja. Na vile sisi tunatoa ujumbe ufike. Lakini tutakwenda kule Zanzibar na tutafanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Na mechi itapigwa. Na itapigwa tu. Mbona kwa Momo Damalo tena mnaanzisha chokochoko? Aha, Momo Damalo. Kwa nini Momo Damalo? Umeuliza swali zuri zaidi. Umeuliza maswali ambayo ya msingi, ambayo yamekuja kwamba kuanzia Momo Damalo alikuwa kwanza Singida. Someni hapa hapo. Alikuwa Singida Big Star. Kuna mtu alilalamikia? Kwa nini mlikaa kimya? Kwa sababu alicheza Singida akiwa bado raia wa Ivory Coast. Una uthibitisho? Uthibitisho upo. Nikwambia uthibitisho upo. Kwenye uthibitisho usajili wa Singida Big Star walitoa wachezaji wao 12 waliowasajili, Momo Damalo yupo ndani yake, umeelewa? Wakaja hawa ndugu zetu wa Yanga, umeelewa? Waharibifu wa mpira kwa kutumia yani kwa kutumia baadhi hata mawaziri ambao baadhi hata mawaziri ambao wana mapenzi na klabu ya Yanga wameweza kuvunja sheria za nchi kwa sababu ya kutaka tukibeba klabu ya Yanga. Umeelewa mpaka hapo? Watu wanaenda kumpa uraia wachezaji 5 kwa ghafla ndani ya wiki moja tu. Kuna kina Bernard Morrison waliomba uraia mpaka wamepiga magoti hapa hajapata uraia. Tukaweka pingamizi na ndio maana na klabu ya Simba nayo ilipeleka majina, nataka kina Janet Chalea wao uraia wakatoa. Na Kibu Dennis mlimtumia Nisikilize. Kibu Dennis unaenda hata kuioji tena Wizara ya Mambo ya Ndani. Yaani unataka sasa tutaioji Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa sababu Kibu Dennis yuko Mbeya City, anacheza timu ya taifa timu ya taifa Taifa Stars tangu kitambo. Anapokuja Simba pale kwa sababu walimtaka wenyewe wakambambikiza uraia, umeelewa? Tukawa tunauliza
yuko Mbeya City, yuko Geita Gold. Mbona Geita Gold anamsajili kama raia wa Tanzania? Kwa hiyo kuna udhaifu katika wizara ya mambo ya ndani, na ndio maana tulioji, na kuna baadhi hata watu tunawajua kwamba walikuwa wana vyeo Yanga kabla ya kupata nyadhifa kubwa, tunajua. Na ndio maana tunasema mpira huu unaharibiwa kwa sababu kuna watu wana interest. Kuna baadhi ya viongozi kabisa serikali wana interest na klabu ya Yanga, wanaingia katika masuala ya mpira ambayo hayatakiwi kabisa yaendeshwe kisheria. Kama swala kama hili hapa ilikuwa hata engineers, yani nimemtoa thamani kabisa. Kwa nini nimemtoa thamani? Wewe unakuwa unapata nyadhifa kubwa kule CAF, unapata nyadhifa kule FIFA kule. Huyu mtoto mdogo huyo, unajua saa nyinyi mechi yenu bodi ya ligi haijatoa, unaenda kuruhusu mtu anaenda kutoa habari za namna hizo, kwa sitofahamu ya namna gani, wakati anajua sasa wanakiuka sheria sheria na kanuni za bodi ya ligi. Siku 21 taarifa Simba hajapata habari hizo, hawana habari. Na ndio maana tunarudia kusema kwamba mpira uache uchezeke, mpira bila yani zisiingie mambo ya aina yote ambayo hata kisiasa tuataka katika masuala ya mpira. Mpira una taratibu zake, mpira una sheria zake. Na ndio maana nasema huyu Karim Boimanda kwa kauli ya Alikamwe aliyozungumza, alafu na yeye akaenda kufuatilia vile hana budi kuondoka katika bodi ya ligi, hafai kuwa kiongozi wa bodi ya ligi, hafai. Nikushukuru sana Mwaipa. Tumalizie, twende, mbona kuna vitu vingi tu umeshinda kujua mambo haya. Kutokana na muda pia. Mbona hujazungumzia na katiba au umekuja na swala hili tu? Kutokana na muda tu.